Sabri Zamil Al-Mindhiri, elimu kwa dalili. Mtawala wa Kiislamu anakuwa ni mtawala kwa moja katika njia tatu. An-nassu alayhi min al-khalifati sabiq, na wakumbusha tu ni kuainishwa mtawala kwamba utawala ni wa kwako kutokea kwa mtawala aliyetangulia. Hili jambo lina mifano mingi katika tawala za Kiislamu. Alwilayatu bil ahd, ni kupata utawala kwa kuhusiwa, kwamba mtawala aliye madarakani anasema baada yangu ataingia fulani. Huyo fulani akiingia baada ya mtawala wa mwanzo kufa ni mtawala halali. Njia ya kwanza ni hiyo, na tukapewa mifano kama vile alivyotawala Umar al-Faruq radhiyallahu ta'ala anhu baada ya kufariki Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakr alihusia utawala baada yangu ni Umar, na akawa khalifa baada yake. Kadhalika utawala unakuwa kwa shura, wakachaguliwa watu maalum wanaitwa ahlul halli wal aqd, kwamba watu wa shura, watu wenye busara na ilmu na maarifa wanaweza wakakaa wakamteua mtu akawa ni mtawala baada ya kuondoka mtawala aliyekuwepo. Na hili la mifano kama alivyofanya Umar radhiyallahu ta'ala anhu, alipojeruhiwa akaona siwezi kupona, akawachagua watu 6 katika masahaba kwamba nyie kaeni na mujadili jambo hili la utawala, na yoyote katika nyinyi anafaa kuwa mtawala. Akamchagua Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, Talha ibn Ubaidillah, Sa'ad ibn Abi Waqqas, nani mwingine, Az-Zubair ibn al-Awwam, ahsant, na wa mwisho ni Abdurrahman ibn Auf. Akaliacha hilo jambo kwa watu 6, na wote kwa kauli moja wakamchagua Uthman ibn Affan kuwa ndio mtawala. Utawala kwa shura, lakini pia utawala unakuja kwa al-qahr wal ghalaba, kwa kuteza nguvu, kwa nguvu na kwa kushinda. Watu wakaingia kwenye mapigano ya kugombania madaraka, mmoja katika viongozi akashinda vita, akatangaza utawala. Hakuna namna isipokuwa ni kumtii mtawala aliyepindua akashinda, anakuwa mtawala huyo. Na sisi ambao ametushinda yatakiwa tutulie na tuheshimu na tutii. Njia 3 zimetajwa hizi.